katika uchambuzi, mawakili wa utetezi wa kanisa la ufufuo wa uzima la huko Tanzania, kanisa linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima, Peter Kibatala, amesema hadi wakati huu hajapata mwongozo wa msingi wa hatua za kisheria za kufungwa kwa kanisa hilo, akisema uamuzi huo ni kama batili. Sudimnete, pamoja na hoja ya kutaka kujua alipo Askofu Gwajima, amemuuliza wakili Kibatala kwa nini anadhani hivyo. Wateja wangu wanaitwa Glory of Christ Tanzania Church, almaarufu kanisa la ufufuo na uzima. Hivyo ndivyo walivyosajiliwa. Kuna barua imesambaa, inaonekana yenyewe hiyo barua ina jinafasi kwamba imesainiwa na taasisi za kiraia. Yenyewe imeelekezwa kwa Askofu Josephat Gwajima, lakini inasema taasisi iliyofutiwa usajili inaitwa Glory of Christ Church. Tayari hapo umeona kuna tatizo la kisheria na kimantiki kwamba aliyesajiliwa na aliyefutiwa usajili, kama barua ile kweli imetoka ofisi ya msajili, ni taasisi mbili tofauti, kwa sababu tunaamini katika vitabu vya msajili hakuna kanisa ambalo linaongozwa na Bishop Josephat Gwajima ambalo linaitwa Glory of Christ Church. Sasa ukipata nakala, kwa mfano imetolewa nakala ambayo sahihi, mamlaka ikasema hicho kilichosambaa mitandao ya kijamii bandia. Nilikuwa nakwenda huko kote, kama ukinivumilia kidogo nilikuwa nakwenda huko kote. Kwa hiyo ilikuwa ni assumption ya kwanza kwamba kama barua ile ndio iliyopelekea mpaka polisi kwenda nyumba ya ibada ya wateja wangu na kukamata wale waumini, labda ukiwauliza watakwambia walikuwa wanakiuka amri ya kufuta kanisa. Kwa barua ile kanisa halijafutwa kwa sababu hiyo amri inahusika na kitu kingine ambacho sio wateja wangu waliosajiliwa kwa majina tofauti. Lakini sasa hoja ya pili, kwa hilo swala tutakwenda kulizungumza kwenye mamlaka zinazohusika, kwa sababu kuna utaratibu wa kisheria ambao kwa sasa sita kwa sababu za kimkakati sitakwenda ndani sana. Kama nilivyosema, nitatoa taarifa muda mwafaka, tumetoka wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi. Lakini tukiashumu basi kwamba mpaka sasa hivi, ukiacha hapo baadhi ya nimesikia wasemaji wawili watatu wa jeshi fulani wanasema akitaka akate rufaa. Sasa sikuwa naelewa kwamba hiyo rufaa inatokana na barua ile au kuna barua nyingine. Sasa mpaka sasa hivi wateja wangu The Glory of Christ Tanzania Church hawajapewa notice yoyote. Sheria inasema msajili anapotaka kufuta kanisa au taasisi yoyote aliyoisajili kwa mkono wake, anapaswa kuipa kwanza notice ili taasisi hiyo iweze kupata kujitetea kwamba accusation au tuhuma ni hizi, wanaleta utetezi, na ndio haki ya kusikilizwa ambao nafikiri sina haja ya kufafanua sasa hivi, kila mtu anaifahamu. Watu wanauliza iko wapi tangu siku chache zilizopita, usiku wa manane alipokuwa kilalamika hakuonekana tena na wala kusema lolote. Yuko Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam, ama mazingira gani? Naomba nisijikite sana huko, hiyo ni privilege information, lakini narudia tena, ni mambo ambayo yanahitaji uangalifu. Uhusiano wangu na Askofu Gwajima ni uhusiano wa wakili na mteja, na kuna mipaka yake katika utoaji taarifa. Kwa hiyo nachoweza kusema tu ni kwamba mara ya mwisho nazungumza naye alikuwa yuko salama na alikuwa anasimamia juhudi za kupambana kisheria na haya matendo yote yaliyofanywa na taasisi mbalimbali. Ni Peter Kibatala, wakili wa Askofu Josephat Gwajima nchini Tanzania, akizungumzia swala linaloendelea. Tukisonga mbele, Rais wa Marekani Donald Trump amesaini marufuku mpya ya usafiri inayolenga mataifa 12 yakiwemo Afghanistan, Iran, Somalia na Yemen kama sehemu ya msimamo mkali wa serikali yake dhidi ya uhamiaji. Tangazo hilo linahusisha sera moja yenye utata zaidi kutoka kipindi chake cha kwanza na linatarajiwa kuanza kutekelezwa Juni 9 mwaka 2025. Doto Bulandu na taarifa zaidi. Trump alisema hatua hiyo imechochewa na shambulio la hivi karibuni mjini Boulder, Colorado, ambako mwanaume mmoja raia wa Misri aliyekuwa ameongezea muda wake wa visa aliripotiwa kutumia kifaa cha kurusha moto kuwashambulia waandamanaji waliokuwa wakiunga mkono Israel. Ikulu ya Marekani ililitaja tukio hilo kama ushahidi wa udhaifu katika uangalizi wa visa na hatari kwa usalama wa taifa. Jumla ya nchi 12 zitakabiliwa na marufuku kamili ya kusafiri, zikiwemo Myanmar, Chad, Libya, Haiti na Sudan. Nchi nyingine 7 kama vile Cuba, Venezuela na Laos zitakabiliwa na marufuku ya sehemu, ambapo baadhi ya visa maalum kama za kazi zitakubaliwa tu kwa masharti maalum. Shambulio la kigaidi la hivi karibuni huko Boulder, Colorado ni tahadhari juu ya hatari kubwa ambayo inalikabili taifa letu kutokana na kuingia kwa wahamiaji wasio na vibali, ikiwa ni pamoja na wale wanaokuja kama wageni wa muda na kupitiliza muda wa visa zao. Hao hatuwataki.
Mashariki. We don't want them. Agizo hilo jipya hata hivyo halitawahusu wanamichezo wanaotarajiwa kushiriki katika kombe la dunia la mwaka 2026 na michezo ya Olimpiki ya Los Angeles ya mwaka 2028. Lakini pia limepiga marufuku visa kwa wanafunzi wa kigeni wanaotarajiwa kujiunga na chuo kikuu cha Harvard, hatua inayotafsiriwa kama shambulio la kisiasa dhidi ya taasisi za elimu zinazoegemea mrengo wa kushoto. Trump alifananisha marufuku hiyo na ile aliyoitangaza mwaka 2017 dhidi ya mataifa ya Waislamu wengi. Alisema hatua ya sasa inalenga kuzuia mashambulizi kama yaliyotokea Ulaya kwa kuzuia watu kutoka nchi ambazo haziwezi kuchunguzwa ipasavyo. Majibu kutoka nje ya nchi yalitofautiana. Venezuela imeitaja Marekani kuwa ni mahali hatari na kuwaonya raia wake kutokuelekea huko. Somalia ilionyesha utayari wa kushirikiana na Marekani kuboresha viwango vya usalama. Mataifa mengine kama Myanmar na Afghanistan hayakutoa majibu mara moja. Amri hiyo mpya ya Trump huenda ikakabiliwa na changamoto za kisheria, huku wakosoaji wakisema inalenga makusudi nchi masikini au zinazokumbwa na migogoro. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameonya kuwa sera hiyo itatenganisha tena familia na kuvuruga elimu na misaada ya kibinadamu, hasa kwa wale wanaokimbia vita au mateso ya kisiasa. Ikulu ya Marekani ilitetea hatua hiyo kwa misingi ya usalama wa taifa. Taarifa yao ilieleza kuwa baadhi ya nchi hizo zimekosa kushirikiana na mamlaka za Marekani, hazina mifumo salama ya utambuzi wa wasafiri, au zina kiwango kikubwa cha watu kuvuka muda wa visa zao. Serikali imesema marufuku hiyo inaweza kuondolewa iwapo nchi hizo zitatekeleza maboresho ya kiusalama. Taasisi ya GHF inayoendesha utoaji wa misaada katika ukanda wa Gaza imefunga vituo vyake. Je, ni kwa nini? Jeshi la Israel limesema limerejesha nchini miili ya mateka wawili kutoka Gaza. Kwa hayo na mengine mengi, Zainab Aziz na taarifa kamili. Sababu ya taasisi hiyo ya GHF ya kuvifunga vituo vyake vya kugawa misaada huko Gaza ni kutokana na tahadhari iliyotolewa na jeshi la Israel kwamba barabara zinazoelekea kwenye vituo vya usambazaji zinazingatiwa kuwa miongoni mwa maeneo ya mapigano. Taasisi hiyo ilikuwa imepanga kufungua tena vituo vyake vya usambazaji wa misaada katika ukanda wa Gaza hii leo Alhamisi, ingawa imesema huenda shughuli zake zinaweza kuchelewa kuanza hadi baadaye leo mchana. Wakati huo huo, miili ya mateka wawili wa Israel ilipatikana kwenye operesheni ya kijeshi katika ukanda wa Gaza. Wahasiriwa wametambuliwa kama Gadi Hagai aliyekuwa na umri wa miaka 72 na mke wake Judy Weinstein aliyekuwa na miaka 70. Jeshi la Israel limeeleza kwamba miili ya mateka hao ilipatikana katika eneo la Khan Yunis kusini mwa Gaza. Taarifa zaidi zinasema miili ya Hagai na mkewe imerudishwa katika eneo la Nir Oz nchini Israel walikoishi wanandoa hao kwa ajili ya mazishi. Hapa nchini Ujerumani, waziri wa mambo ya nje Johann Wadephol anajiandaa kumkaribisha mwenzake wa Israel Gideon Saar mjini Berlin hii leo Alhamisi, wakati ambapo hali katika ukanda wa Gaza ikisababisha wasiwasi ndani ya serikali ya Ujerumani. Mawaziri hao wa mambo ya nje wa Ujerumani na Israel watafanya ziara ya pamoja kwenye jumba la makumbusho la Wayahudi waliouawa Ulaya lililopo karibu na lango la Brandenburg mjini Berlin, ambako wataweka mashada ya maua. Wakati huo huo, jamaa na mateka wa Israel wanaoshikiliwa huko Gaza na wafuasi wao walikusanyika kwenye maandamano ya kila wiki katika mji wa Tel Aviv wakitaka kusitishwa kwa mapigano na kufikiwa makubaliano ya kuwarejesha mateka waliosalia ambao wanazuiliwa huko Gaza. Yehuda Cohen, baba wa mateka Nimrod Cohen, alitoa ombi kwa Rais Trump na mjumbe wake maalum Steve Witkoff. President Trump and his special envoy Steve Witkoff. Kwako Rais Trump na mjumbe wako maalum Steve Witkoff, tafadhali naomba umlazimishe Netanyahu avimalize vita na kwenda kwenye meza ya mazungumzo kufikia makubaliano ya kuachilia mateka wote. Hii ndiyo njia pekee ya kumaliza mateso yote. Hii ndiyo njia pekee nitakayomwona mwanangu Nimrod akiwa hai. This is the only way I will see my son Nimrod alive. Marekani hapo jana ilipiga kura ya turufu kupinga azimio la Baraza la Usalama lenye lengo la kupunguza vita vya Gaza, ikisema kwamba azimio hilo
hilo litawaimarisha wanamgambo wa Kipalestina wa kundi la Hamas. Na tukitoka huko Mashariki ya Kati, tuangazie sasa siku ya Arafa. Zaidi ya mahujaji milioni 1.5 wamekusanyika hivi leo kwenye milima na viwanja vya Arafa nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kukamilisha ibada ya hija, mojawapo ya nguzo 5 za Uislamu. Mohamed Helef ana maelezo zaidi. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Saudi Arabia, Ghassan Al-Nuaimi, miongoni mwa mahujaji wanaotekeleza ibada yao mwaka huu milioni 1.5 wanatokea mataifa ya kigeni, idadi iliyo chini kidogo na ile ya milioni 1,611,310 walioshiriki ibada hiyo mwaka jana. Safari ya kuelekea milima na viwanja vya Arafa ilianza jana Jumatano, kwa wengi wa mahujaji kutembea kwa miguu wakiwa wamebeba mizigo yao, huku hali ya hewa ikifikia nyuzi joto 40. Picha kwenye mitandao ya kijamii na vyombo rasmi vya habari zinaonyesha wengine wakiwa wamebeba mahujaji wenzao migongoni wakielekea kwenye eneo hilo tukufu ambalo zaidi ya miaka 1400 iliyopita kiongozi wa Waislamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa kile kiitwacho hutuba ya kuaga iliyokuwa ya mwisho kwake na iliyotangaza rasmi Uislamu kuwa dini ya ulimwengu mzima. Kwa mahujaji kufika kwenye eneo hilo ni sehemu muhimu sana ya ibada hiyo na takriban ni kiele cha imani, kwani kunawakumbusha siku ya makutano na damu wote mbele ya muumba wao, yaani siku ya Kiyama. Hassan Ali Salame ni hujaji kutokea nchini Misri. ihsas wa shuur la yusuf subhanallah kaini, ni hisia zisizoweza kuelezeka. Utukufu ni wake Mwenyezi Mungu. Ni kama kwamba malaika wamefunika mwili wangu na sihisi kitu chengine chochote. Nahisi moyo unatetemeka kwa furaha, matumaini na uhakika kwamba Mwenyezi Mungu atatusamehe makosa yetu na kuzikubali dua zetu. Mtu akiona madhari hii, utukufu wake Mungu, tupo kwenye mlima wa rehema na ni kama rehema imetushukia. kaina ar-rahma fa'lan nazalat alayna. Kwa mujibu wa masimulizi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku ya Arafa ni siku tukufu kabisa kwenye mwaka, kwani ni siku ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe hujikaribisha zaidi kwa waumini na kuwasamehe madhambi yao. Mahujaji wanabakia kwenye mlima na viwanja vya Arafa kwa ibada na dua kutoka jioni hadi asubuhi, na baada ya machweo watakwenda kwenye viwanja vya Muzdalifa kukusanya vijio vitakavyotumia kwenye sehemu ya ibada inayoitwa kumrushia mawe Ibilisi. Saudi Arabia mwaka huu imetumia bilioni za dola kwenye hatua ya kudhibiti usalama wa mahujaji, lakini kiwango kikubwa cha mahujaji kinaonekana kuzifanya hatua hizo kuwa na athari ndogo kwenye usalama wao. Mojawapo ya changamoto kubwa kabisa kwenye hija za miaka hivi karibuni imekuwa ni kiwango kikubwa cha joto. DW tunavuma kwa kishindo.